Kwenye mseto wa taarifa zetu, vijana mjini Eldoret wamejiunga na Wakenya wengine ili kuwapa heshima wanajeshi ambao waliuawa huko Somalia kwa kukesha. Haya yalijiri huku jamii ya Waislamu mjini Nakuru ikifanya vivyo hivyo, na wito wao ukawa wa kuhimiza ushikamano wa kitaifa. Kwa habari hizi mtazamaji na nyinginezo kutoka kaunti mbalimbali, tupate mkusanyiko wa taarifa. Tukianzia kaunti ya Nakuru, Waislamu mjini Nakuru wamejumuika na Wakenya wenzao wakikesha kwa heshima ya wanajeshi wa KDF waliouawa huko El Ade, Somalia. Wakiongozwa na Sheikh Nasuro Amisi, walishikilia kwamba mazoea ya Al-Shabaab kuwashambulia Wakristo yasikuwe chanzo cha mgawanyiko nchini. Sasa vipi wakija Kenya wanataka kuonyesha kwamba wanawapenda sana Waislamu na wanawachukia Wakristo, na huko kwao wanawaua Waislamu wenzao? Je, jambo hilo kweli linaingia kwenye akili? Waliwasha mishumaa kwenye bustani ya Nyayo na kuitisha mshikamano wa kitaifa. Haya ya kijiri, vijana mjini Eldoret pia walijumuika kutoa heshima zao kwa mashujaa wa KDF. Wao pia walikesha kwa kuwasha mishumaa, kukariri mashairi na nyimbo za heshima kwa wanajeshi. Eneo hilo limeathirika pakubwa na shambulizi la El Ade, huku familia nyingi zikiuliza waliko jamaa zao wanajeshi wa KDF. Tukisalia mjini Eldoret, mahakama imeongeza muda kwa familia ya aliyekuwa mwanasiasa marehemu Ezekiel Barngetuny kuzuia uuzaji au ununuzi wa mali alizokuwa akimiliki. Familia hiyo imekuwa ikizozana, huku ikidaiwa kuwa mwanae mmoja ndiye amekuwa akiendeleza biashara za Barngetuny. Kesi hiyo itasikizwa Aprili 6 kuhusu jinsi mali hiyo itagawanywa. Tukihitimisha mkusanyiko wetu wa taarifa kaunti ya Narok, bangi ya thamani ya shilingi 1480 imeteketezwa na mlanguzi kutoza faini ya milioni 1.5. Mahakama ilijulishwa kwamba Wilberforce Oyugi Ouma alinaswa na bangi hiyo barabara ya Narok Maimahiu Januari mwaka jana. Mark Namaswa, KTN leo wikendi. Mtazamaji, mifupa ya kikundi cha watu ambao ni wawindaji waliouliwa miaka 10,000 iliyopita imepatikana katika eneo la Nataruk magharibi mwa ziwa la Turkana. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Cambridge huko Uingereza wakiongozwa na Daktari Mata Mirazon-La walizungumza na runinga ya KTN kuhusu yale ambao waliweza kuyapata. Joan Letinga na taarifa zaidi kutoka kaunti ya Turkana. Uliopatikana katika eneo la Nataruk unaonyesha kuwa vita kati ya jamii vina historia ya zaidi ya miaka 10,000 zilizopita. A lot of the understanding of conflict has based around ideas that one needs to own land or things or power to be susceptible of being attacked, so that attacks that lead to conflict are always after one of those things. Nini hasa kilichosababisha uvamizi na kuuawa kwa watu hao? We tend to assume that what is worth stealing is the things that we appreciate. Mifupa ya watu 27 iliyofukuliwa, 21 walikuwa watu wazima, 8 wakiwa wanaume, 8 wanawake, 5 hawajulikani na 6 walikuwa watoto. That head was this one, and all that showed outside the ground was this part. So we excavated this skeleton, and indeed it turned out to be a man, again lying prone, face down into the lagoon sediment. And when we cleared it and took it out, we could see that actually it had extraordinary injuries in the head. So this man was hit on the front of the head, as you can see, and this injury actually squashed the skull and tilted it outwards. But then it was also hit on the side of the head. Mifupa ya mtoto aliyedhaniwa kuwa wa miezi 6 mpaka 9 ilifukuliwa kutoka kwa tumbo la mamake pia. One of the most poignant is the skeleton of a young woman. And we found her, she was sitting, not lying,
and her hands were crossing between the legs and over the feet that were also crossed. So she was in a crouch position with the head tilted backwards. Pia mifupa ya wanyama na samaki ilipatikana katika eneo hilo. We have found elephant and hippos and giraffe and buffaloes and rhinos and primates and lions and hyenas and crocodiles and all the others. So it was an extremely rich place. Eneo hilo liligunduliwa mwaka wa 2012 na Pedro Ebenyo, Mturkana na mfanyikazi wa mradi ya In Africa. Joan Leting katika eneo la Nataruk, County ya Turkana. Bila shaka mtazamaji, ni sehemu ambayo bado linaendelea kuwa chimbuko la maisha, hasa kwa hawa wanaakiolojia ambao wengi uzuru sehemu ya Turkana ili kuendelea na uvumbuzi wa aina hii. Tukitoka kaunti ya Turkana tuelekee kaunti ya Kwale ambako raia wawili wa kigeni wenye asili ya Kibulgaria wamekamatwa na polisi katika mji wa Ukunda, kaunti ya Kwale, na vifaa vinavyoaminika vimekuwa vikitumika kuwaibia wananchi. Raia hao pia walipatikana na kadi za ATM na hata vifaa vingine wanavyodhaniwa vilikuwa vikitumika kuendeleza uovu huo. Mwanahabari Tobias Chanja na ripoti zaidi kutoka kaunti ya Kwale. Dimitar Velkov-Ristiv mwenye umri wa miaka 44 na mwenzake Borislav Todorov mwenye miaka 43 wamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Diani baada ya kupatikana na vifaa hivi ambavyo wamekuwa kitumia kutengeneza kadi ghushi na kutoa fedha kwenye akaunti za wananchi wasio na ufahamu katika mitambo ya ATM. Kwa mujibu wa afisa mkuu wa polisi wa Msambweni Joseph Omija, raia hawa waliopatikana katika hoteli ya Galawa pia wameshukiwa kuwa walanguzi wa mihadarati. Akatoka kwa hiyo gari kuelekea kwa Equity Bank ATM. So wakati wali approach hiyo mzungu, ule mwenye alikuwa kwa gari akatorosha gari kwa mwendo. Kulingana na OCPD, washukiwa hawa wanaotumia magari kadhaa kwa shughuli zao wamekuwa wakitekeleza wizi huu kati ya Kenya na Tanzania kulingana na pasi zao za usafiri. Mija amesema kuwa kitengo maalum cha polisi kutoka Mombasa kinachohusiana na wizi katika benki kitasaidia na uchunguzi zaidi. Na kabla ya uchunguzi huo, raia hawa watasalia katika kituo hiki hadi Jumatatu ijayo. Na mtazamaji, karibu tena kwenye taarifa za KTN leo weekendi michezo. Tunaarifiwa kwamba Vincent Rono pamoja na mwanariadha Pauline Kiveke ndio washindi wa mbio za nyika za idara ya magereza ambazo zilikuwa zimeandaliwa hapa jijini Nairobi. Rono alionyesha upinzani wake kivumbi na kutoa ushindi baada ya dakika 30 sekunde 10. Katika upande wa kinadada, Pauline aliwabwaga wenzake na kutoa ushindi kwa kuandikisha dakika 34 sekunde 36. Robinson Okenya na taarifa zaidi. Huku msimu wa mashindano ya mbio za nyika ukizidi kupamba moto, ilikuwa ni awamu ya idara ya magereza nchini kuandaa kinyang'anyiro chao ili kutathmini watakaoshiriki mashindano ya kitaifa. Katika upande wa wanaume, ushindani mkali ulishuhudiwa, huku zaidi ya wanariadha 60 wakisaka kutoa ushindi huo, akiwemo bingwa mtetezi Cornelius Kangogo ambaye alirejea nyumbani wiki iliyopita baada ya kumaliza wa pili kwenye mashindano ya Le Mans nchini Ufaransa. Huku zikiwa zimesalia kilomita 2, ushindani ulikuwa baina ya Vincent Rono na Ambrose Bore. Rono alishinda mwenzake Maarifa na kukata utepe baada ya dakika 30 sekunde 10.8. Ambrose Bore alimaliza wa pili huku Cornelius Kangogo akimaliza wa tatu. Ninataka sasa nijaribu nikimbie national tarehe 30 nikimek na zaenda. Kwa kweli, kusema kweli, hii mbio haikuwa rahisi. Nafikiri mliona venye nilikuwa obstacle ambayo tulikuwa tukifitia mpaka kwa sasa ambayo tumemaliza hivi. Yenyewe nilikuwa nimejiandaa vilivyo nikitoka kule Kapsabet, na nilikuwa naomba nafasi kama hiyo nipate niangukie nafasi bora. Katika upande wa kinadada, ushindani ulishuhudiwa huku kila mmoja kisaka kumaliza wa kwanza baada ya utepe. Lakini baada ya kilomita 6, kinyang'anyiro kilikuwa baina ya Pauline Kiveke na mpinzani wake Nancy Nziza. Licha ya Nziza kukaza mwendo, Pauline Kiveke alidhihirisha makali yake baada ya kukata utepe kwa dakika 34 sekunde 36.1. Nancy Nziza alimaliza wa pili huku Eunice Kioko akichukua nafasi ya 3. Nilikuwa najua hakika niko na upinzani, lakini kwangu ilikuwa ni changamoto. Nilikuwa nataka nijaribu nione kama nita make team.
Nitajikakamua vilivyo nione kama nitaweza kupata tiketi ya kuendelea na mbele. Haikuwa rahisi sana, but I have experience for cross country though, so nikaa hapo tu nyuma tu. Ni target 1 and 2, then I came number 2. Eni Nyaruai alishinda mbio za kilomita 6 upande wa kinadada, huku Dominic Mailu akishinda mbio za kilomita 8 upande wa wanaume. Washindi katika mashindano haya idara ya magereza watatarajiwa kushiriki mashindano ya kitaifa ambayo yataandaliwa tarehe 13 mwezi Februari. Lakini swali kuu ni je, watachaguliwa kwenye timu ambayo itawakilisha Kenya katika mashindano ya Afrika? Robinson Okenye, KTN Michezo. Mtazamaji, na katika ligi kuu ya Uingereza mwelekezi hapa anaambia tuna muda, lakini baada ya kustahamili upinzani mkali kutoka kwa klabu ya Norwich, hatimaye klabu ya Liverpool imejipatia alama 3 muhimu baada ya ushindi wa mabao 5-4. Adam Lallana alifunga bao la ushindi katika dakika za lala salama na kuisaidia timu yake kuwa na alama 34 baada ya michuano 23. Hivi sasa mtazamaji, mechi zinazoendelea hivi sasa, labda tuonyeshe picha tu kwa hisani ya SuperSport, ni kwamba Manchester United inacheza na Southampton hivi sasa, ikiwa mabao ni bado bila hivi sasa, ikiwa ni dakika ya 76 kama sijakosea. Ndio, na bado mtunange huo unaendelea kwa sasa. Mtazamaji, hatuna la ziada. Asante sana kutazama taarifa za KTN leo weekendi, siku ya Jumamosi. Kwa niaba ya wenzangu ambao tunasaidiana sana kuletea taarifa hizi, nasema shukran kwako kwa kutazama. Naitwa Manzu, kesho ni siku. Kwaheri.